Ujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na juma hili tupo katika somo la kwanza kabisa katika robo ya tatu ya lesoni yetu katika mwaka huu wa 2025. Na leo tena upo nami Baraka Tosi. Na tunapoanza kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa wasaa huu ambapo tunaenda kujifunza neno lako katika juma hili. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji tujifunze, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Somo letu lina kichwa kinachosema ukandamizaji, historia na kuzaliwa kwa Musa. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Kutoka 2 fungu la 23 na 20 hadi 25. Nalo limeandikwa, nitatumia Kiswahili cha kisasa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Basi Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawatambua. Kutoka ni hadithi inayowaeleza wana wa Israeli. Na juma hili tutajikita vizuri kabisa katika kitabu cha Kutoka, mwanzoni kabisa mwa hicho kitabu, na tutaangazia namna ambavyo historia ya huu utawala wa kifarao, na namna ambavyo kunatokea mabadiliko kutoka katika taifa ambalo lilikuwa ni zuri, lililowapenda wana wa Yakobo, yani Yusufu na watu wake, mpaka kuwa taifa ambalo liliwafanya wana wa Yakobo kuwa watumwa na watu ambao walinyanyasika sana. Kitabu cha Kutoka kinaanza vizuri kabisa kwa kusimulia kwa ufupi namna ambavyo taifa la Israel, wana wa Yakobo, wanaingia katika nchi ya Misri, na tunaona wanapewa mahali pazuri pa kukaa na yule Farao ambaye alimtambua Yusufu. Lakini baadaye tunakuja tunaona Yusufu hayupo tena, na ghafla historia ya hawa wana wa Israel inabadilika na kuwa historia ya kitumwa, historia ya uchungu ambayo inahuzunisha namna ambavyo hawa wana wa Israel wanaishi na wanavyotendewa. Tutakuwa na mada kadha wa kadha katika juma hili, na tutaangazia vizuri kabisa namna ambavyo wana wa Israeli wanateseka, lakini baadaye tutaangazia namna ambavyo Mungu anamuinua Musa. Lakini tutaangazia pia ambavyo watoto wa wana wa Israeli wachanga wanaamliwa kuuawa, na Mungu anawainua wakunga Shifra na Pua ambao walimuogopa Mungu, na kwa kweli walikuwa na hofu ya kuwaua kwa sababu walimuogopa Mungu. Mada kadhaa tutazipitia katika juma hili, na moja wapo ni kama watu wa Mungu katika Misri, lakini pia tutaangalia kutoka kwa Abraham hadi Musa, lakini pia tutaangalia ushindi wa uaminifu, na pia tutaangalia mtoto wa mto Naili, lakini pia tutaangalia mkombozi aliyeshindwa. Hebu tuangalie watu wa Mungu katika Misri. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka 1 fungu la kwanza, neno la Mungu limeandikwa, haya ndiyo majina ya wana wa Israeli waliokwenda Misri pamoja na Yakobo, kila mtu pamoja na familia yake. Kitabu cha pili cha Musa, yani Kutoka, katika lugha ya asili, lugha ya Kilatini, inaitwa majina. Majina ikimaanisha nini? Ni majina mbalimbali yanayotajwa katika kitabu hiki cha pili cha Musa, na kwa kweli ni yale ya Yakobo na wanawe. Tunaona wana wa Yakobo wakitajwa sana na historia yake ikielezwa vizuri kabisa. Mwana wa Yakobo Yusufu alifahamiana vizuri kabisa na yule Farao aliyekuwepo kwa kipindi hicho. Baada ya huyu Farao wa 17 aliyekuwa akifahamiana na Yusufu, ilipitia katika kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana, ambacho walifuata mafarao wengine ambao hawakumjua Musa. Na kwa kweli, kwa namna ambavyo wana wa Israeli walikuwa wakiongezeka, iliaminika kwamba hawa wangekuja kuupindua Misri, na kwa kweli Misri ingekuwa chini ya uongozi wa wana wa Israeli. Baada ya kuonyesha mshtuko mkubwa katika uongozi, basi wakawaamuru
wana wa Israeli wapewe kazi ngumu, wateswe, wapewe mambo magumu ya kuyafanya, waanze kujenga mavitu makubwa. Tunaona pale kuna yale mapiramid, yote yale yalijengwa na wana wa Israeli katika kipindi kama hiki. Kwa hiyo haya yote yalikuwa yakifanyika ili kuwafifisha wana wa Israeli wasiendelee kuzaliana, lakini walivyozidi kufanya kazi, Mungu aliwabariki, ndivyo walivyozidi kuzaliana sana. Na hii ikaonyesha kabisa ni ishara ya hatari katika eneo la Misri. Sasa hebu tuje katika mada inayoeleza kwamba kutoka kwa Ibrahim hadi kwa Musa. Hapa tunaona ni ahadi ambazo Mungu alikuwa amezitoa kwa mtu wake, yani rafiki yake. Biblia inamuita Ibrahim kama rafiki wa Mungu. Hii ahadi ilikuwa ni ahadi ya kumpatia Ibrahim nchi ya Kanaani. Na unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 15 fungu la 13, neno la Mungu limeandikwa, ndipo Bwana akamwambia, ujue hakika ya kwamba kwa miaka 400 uzao wako utakuwa wageni katika nchi isiyo yao wenyewe, na kwamba watatumikishwa na kutendewa vibaya huko. Alikuwa anamaanisha nini Mungu alipokuwa anamwambia Abraham? Mungu alikuwa anamaanisha kwamba ni kweli Abraham atapewa ahadi yake ya kupewa urithi katika nchi ya Kanaani. Ni kweli ya kwamba huenda Abraham asingekuwepo katika kipindi hicho, lakini wale warithi wake, vizazi vyake, vingerithi katika nchi ya Kanaani. Lakini akampatia maelekezo ya kwamba kutakuwa na ucheleweshaji wa kwenda huko Kanaani kwa zaidi ya miaka 400. Na unaposoma katika vitabu vya Musa, lakini Paulo naye anaeleza kwamba haikuwa miaka 400 tu, ilikuwa na zaidi, wanaongezea miaka 30. Kwa hiyo inakuwa miaka 430. Lakini tunaweza tukajiuliza kwamba Yakobo naye alifikaje Misri? Kimsingi hii ilitokea kimuujiza kabisa, kwa sababu wana wa Israel, wana wa Yakobo walikuwa wana mpango wa kumuua Yusufu, na wakamchukua na wakampeleka katika nyika ili waweze kumtupia katika shimo. Lakini hii ikashindikana kwa sababu kaka zake wengine wakamuokoa Yusufu, lakini hatimaye wakafikia katika mwafaka wa kumuuza kwa Waishmael. Ni kwa nini? Yusufu alikuwa siku zote mwaminifu, na kwa kweli alikuwa anaeleza ukweli kwa baba yake juu ya yale matendo maovu ambayo kaka zake walikuwa wakiyafanya wanapokuwa katika kuchunga. Huenda labda walikuwa wanauza wanyama, au walikuwa wanawaua wanyama, au walikuwa wanafanya vyovyote walivyokuwa wanafanya ambavyo vilikuwa sio vizuri. Kwa hiyo siku zote mtu anayetoa maneno mazuri, anayekuwa ni mwema, anayesema ukweli, huwa anachukiwa na watu mbalimbali. Kwa hiyo kati ya watu hao mbalimbali, hapa sasa wana wa Israel nao walikuwepo. Na tunaona wanamchukia Yusufu, na kinachowafanya wamchukie zaidi ni kwa sababu wanaamini Yakobo anampenda. Na si kumpenda tu, Yakobo anamshonea kanzu nzuri huyu Yusufu, lakini wanazidi kumchukia, wanamuona kama yeye ndiye kikwazo cha mafanikio katika familia yao. Kwa hiyo wanaamua kumuuza Yusufu. Anauzwa, anaenda huko Misri, anaanza kuwa mtumwa, lakini anapelekwa tena gerezani, lakini baadaye Mungu anamuinua na kuwa waziri mkuu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu alimpatia njozi, na njozi ilikuwa ni njozi ya kutunza chakula baada ya miaka 7 ambapo kutakuwa na njaa kubwa ambayo itakuja kuitesa nchi ya Misri. Na si Misri tu, lakini dunia nzima. Kwa hiyo Mungu baada ya kumpatia siri hii, ilikuwa ndiyo siri moja ya kumwezesha huyu Yusufu kuweza kuingia kwanza katika utawala, lakini pia kuweza kuwaleta ndugu zake, kwa sababu ndugu zake walikuja kununua chakula, na walipokuja kununua chakula mambo mengi yalifuata hapo, lakini hatimaye akaamua kuwachukua na kuishi nao katika nchi ya Misri. Mungu anapokuwa na mpango wa kukupandisha, haijalishi utachelewa kwa kiasi gani, haijalishi watu watazuia huo mpango usifanikiwe kwa kiasi gani, hakika Mungu atatimiza tu mpango wake, na hakika atakupandisha hadi kuwa katika vyeo vya juu kabisa.
Kwa hiyo usikate tamaa pale unapoona ndugu zako wanakuchukia, pale unapoona marafiki zako wanakuona haufai kabisa. Wewe usiogope. Endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu, kwa sababu wakati wa Mungu ni wakati mzuri kuliko wakati wote ambao wewe mwenyewe ungeweza kufanya uwe katika maisha yako. Lakini jambo lingine ni jambo la kusubiri na kuwa na kukubaliana na kila kitu ambacho kinatokea katika maisha yetu. Wakati mwingine huwa tunalalamika sana, kwa nini ndugu zangu wananifanyia hiki? Kwa nini ndugu zangu wanaenda tofauti na mimi na wanatamani kabisa kuniua? Wanatamani kabisa kunifanyia mambo ambayo hayawezi kufanyika kwa mwanadamu yoyote. Usiogope. Mungu yuko pamoja nawe. Muamini yeye. Wakati wa Mungu, tunasema God's time is the best time. Hebu tuangalie sasa kutoka kwa Ibrahim hadi kwa Musa. Kulikuwa na mlolongo gani hapa? Kulikuwa na mafarao kadhaa ambao walikuwepo. Nadhani kuna watu wengine wanadhani kwamba alitoka farao mmoja tu akaingia farao ambaye hamjui Musa. La hasha. Kulikuwa na kipindi kirefu hapo katikati ambacho kilimfanya Yusufu na watu wake wasaulike. Baada ya farao aliyekuwa anamjua Yusufu, alikuwa anaitwa Hyksos. Alikuja farao mwingine ambaye alikuwa anaitwa Amos wa kwanza. Huyu alikuwa amjui Yusufu na akaanza kuwatumikisha wana wa Israel. Lakini baadaye akaja mwingine anaitwa Amenofis wa kwanza. Huyu aliendelea kuwakandamiza wana wa Israel na akawatesa sana. Lakini baadaye akafuata mwingine anaitwa Thutmo. Huyu yeye alikuwa ni kati ya miaka 1530 hapo na 1517, kwa sababu miaka ya zamani ilikuwa inarudi nyuma. Na huyu yeye ndiye aliyeamuru kuwaua watoto wote waliokuwa wakizaliwa. Lakini baadaye katika kipindi hiki ndipo ambapo Musa kwanza akazaliwa. Na hapa Musa akaokoka ile amri ambayo ilikuwa inawaua watoto wote wanaozaliwa. Na aliokokaje? Na naamini tunaifahamu kabisa historia vizuri ya kwamba mama yake alimweka katika kikapu na akampeleka katika mto ambapo binti mfalme alikuwa anaogelea. Basi wakamchukua na kuadopt na kumpokea huyu Musa kwa sababu alionekana mzuri na alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa hana mawaa kabisa, na akaingia katika familia ya kifalme. Lakini akaja mfalme mwingine, huyu farao mwingine alikuwa anaitwa Thutmose wa pili. Huyu ni kati ya miaka 1517, na huyu katika kipindi chake ndipo ambapo Musa alikimbia na akakimbia kwenda Midian. Kwa nini? Tutaangalia hapa mbele vizuri. Lakini baadaye akafuata farao mwingine alikuwa anaitwa Hatshepsut. Lakini pia akafuata mwingine alikuwa anaitwa Thutmose wa tatu. Huyu ndiye tunasema farao wa kutoka. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba Thutmose alipofuata, mwanae hakuweza kutawala. Mwanae alikuwa anaitwa Amenofis wa pili. Na kwa nini? Ni kwa sababu alikufa katika pigo lile, pigo la wazaliwa wa kwanza. Sasa kuna mada nyingine inasema ushindi wa uaminifu. Hakika uaminifu haujawahi kushindwa. Sehemu yoyote ambapo mtu anadumu kuwa mwaminifu, sehemu yoyote ambapo mtu anakuwa mwaminifu kwa Mungu au kwa jamii ile pia ambayo anaishi, hajawahi kushindwa. Uaminifu haujawahi kushindwa kamwe, na hata huyo mtu hajawahi kushindwa. Hata kama kwa macho ya kibinadamu anaweza akaonekana kwamba anashindwa au hawezi kuendelea tena, lakini kiukweli na kiroho huyu mtu hawezi kushindwa. Na kuna hatua kadhaa ambazo ziliwekwa ili kuwadidimiza wana wa Israel, na hizi ni kama ifuatavyo. Na kati ya hizi kuna issue ya uaminifu ambayo tutaiangalia vizuri. Jambo la kwanza, waliteua makamishna wa kuwalazimisha kujenga majengo. Kwanza iliwabidi wajenge majengo kwa lazima, na yalikuwa sio majengo ya kawaida. Yalikuwa ni majengo ambayo yalikuwa yanahitaji tofali zenye kilo nyingi. Nilikuwa naangalia katika historia kwamba tofali zingine zilikuwa ni za kilo 50, zaidi ya kilo 50. Kilo 50 ni nyingi sana.
Kwa hiyo ukiangalia ni kazi ambayo ilikuwa ni kubwa. Sasa jengo linakuwa na matofali mangapi? Na kila tofali ni kilo 50. Wanatakiwa wafyatue matofali, wajenge hayo majengo. Unaweza kaona kiasi gani kazi ilikuwa ni kubwa. Lakini jambo la pili, waliimarisha madai yao na kuwageuza kuwa wafanyakazi au watumwa. Wakawaondoa katika hali ya kawaida, hali ya urafiki wa kawaida, wakawa watumwa, wakawa wafanyakazi wakubwa. Lakini pia waliamuru kifo cha wanaume wakitumia wakunga ili kuondoa mbegu yoyote ya Kiisraeli ambayo ingeweza kutokea. Lakini mwishowe waliweka kifo cha watoto wa kiume kwa nguvu. Na haya yote yalikuwa yanafuata kwa mfuatano. Jambo la kwanza linavyoanza likiaminika kwamba ndilo linalokamilisha kila kitu, kumbe inaonekana hakuna chochote wanachokifanya kwa sababu watu bado wanaongezeka. Ndipo ambapo wanaamua kuwafanya wawe watumwa. Baada ya hapo wanaamua kifo cha wanaume, lakini bado watoto wanaongezeka kwa nguvu. Lakini pia wanaamua kuweka kifo cha watoto wa kiume kwa nguvu. Lakini katikati ya uchungu huu, uaminifu wa hao wakunga Shifra and Pua unawaokoa watoto wa Kiisrael, kwa sababu wanaambiwa wawaue, lakini wao kwa sababu wanamwogopa Mungu wanashindwa kuwaua, wanaamua kuachana nao. Na wanapouliza wanasema kwamba wana wa Israeli wana nguvu sana, tunapofika kuwafungua basi wanakuwa wameshajifungua. Kwa hiyo tutafanyaje? Ndipo amri inakuja ya kuenda kuwafata watoto wa kiume huko aliko wauawe. Ndipo ambapo mama wa Musa, Yokobedi, anaamua kutengeneza kikapu, anamuweka Musa humo na anampeleka katika mto Naili. Ndipo Musa anakutana na mtoto wa kifalme, binti wa kifalme, na anaamua kumchukua Musa na kuishi naye. Kuna nukuu hapa inasema, Mungu alikuwa amesikia maombi ya mama. Imani yake ilikuwa imetunzwa, ilikuwa kwa shukrani kubwa kwamba aliingia juu yake sasa akiwa salama na mwenye furaha. Aliboresha kwa uaminifu nafasi yake ya kumfundisha mtoto wake kwa Mungu. Mungu anapokufundisha kitu, Mungu anapokupa nuru fulani, usiache kuichukua hiyo nuru na kuipandikiza kwa watoto wako, kuipandikiza kwa vizazi vyako, kwa sababu hujui ni katika wakati gani ambapo hiyo nuru itakuwa na msaada katika hicho kizazi kinachofuata. Mama yake Musa anafahamu hili, na ndipo anaamua kumfundisha mtoto wake, lakini pia kuwafundisha watu wake mambo mazuri juu ya Mungu, juu ya asili yao, na juu ya namna ambavyo Mungu ametenda kwa mababu zao, na namna ambavyo Mungu amewapitisha katika nyakati ambazo zilikuwa ni ngumu katika kupita kabisa. Kwa hiyo tunaona Mungu anavyomtumia Yokobedi katika kumlea huyu Musa kwa namna ya ajabu. Na kwa nini Musa analelewa na Yokobedi? Ni kwa sababu Yokobedi alimwamini Mungu na alimuomba Mungu hata anapompeleka huyu Musa kwa mtoto wa mfalme. Kwa sababu baada ya mtoto wa mfalme kumuona huyu na kumuona mtoto kwamba ni mzuri, akaamua kumtafuta mama wa Kiisrael ambaye angeweza kumnyonyesha Musa, angeweza kumpatia huduma ya kimama huyu Musa. Na Mungu anaongoza process zote mpaka Yokobedi anapatikana, mama yake mzazi kabisa. Katika siku zote ambazo alikuwa akimlea, alikuwa akimfundisha kwamba wewe sio Misri, wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Sasa somo letu katika juma hili linaishia na mkombozi aliyeshindwa. Mkombozi aliyeshindwa kivipi? Kabla Musa hajafikisha miaka 40, Musa alikuwa ni mtu mwenye nguvu na ambaye aliaminika na ya kwamba angeweza kuja kuwa Farao ambaye anafuata, kwa sababu alikuwa anaandaliwa vizuri sana. Ndipo ambapo kuna mfalme anaitwa Thutmose wa pili anatangazwa sasa kuwa mfalme, yani kuwa Farao.
Na anapotangazwa kuwa Farao katika kipindi hicho cha namna ya kisiasa, ndipo Musa anaamini kwamba huu ndio wakati wa kuwakomboa wana wa Israel. Lakini kumbe anakosea timing. Na cha zaidi ambacho anakikosea zaidi, anaamini kwamba kuwakomboa wana wa Israel kutaanza kwa nguvu za kimwili na nguvu za kuua watu. Na ndipo anaamua kumuua Misri mmoja. Yaani anamkuta Misri na Mwebrania wanapigana, na kwa sababu anaamini kwamba ndugu yake ni bora kuliko Misri, kwa hiyo anaamua kumuua Misri. Habari hizi zinafika kwa mfalme na tangazo linatolewa la kukamatwa kwa Musa. Ndipo Musa anaamua kukimbia. Kwa hiyo Musa anaenda kwa approach ambayo sio sahihi. Kuna nyakati ambazo tunadhani kwamba mambo yanakuja katika maisha yetu ili kutuharibu, na tunadhani kwa nguvu zetu au approach zetu ambazo kwa kibinadamu tunadhani ni sahihi, kumbe sio sahihi, na hizi zinatufelisha. Mungu anakuja kumuonyesha njia sahihi ya namna ya huyu Musa kuwakomboa wana wa Israel. Anampeleka kwanza kambi huko polini, anampeleka Midian, na anakaa huko kwa miaka zaidi ya 40. Ndipo anapokuja kusimama mbele ya mfalme tena, akiwa amekuwa mtu mzee, amekuwa mtu ambaye amefundishwa hekima. Na hii hekima sio kwamba amefundishwa na wa Misri au amefundishwa darasani, lakini amefundishwa katika nje, amefundishwa katika shamba darasa la Midian, na Mungu mwenyewe akiwa ndiye kiongozi. Na anamfundisha kwa namna gani? Katika kuchunga wanyama wa Yethro. Kuna nukuu hapa ambayo naenda kuisoma wakati tunaelekea kumaliza. Jumba la kifalme la Farao na kiti cha enzi cha mfalme vilifanywa kama vishawishi kwa Musa, lakini alijua kwamba raha za dhambi ambazo zinawafanya watu wamsahau Mungu zilikuwa katika nyua hizo. Aliangalia zaidi ya kasri nzuri, zaidi ya taji la mfalme, kwa heshima za juu ambazo zitatolewa kwa watakatifu wa aliye juu katika ufalme usio na doa kwa dhambi. Hakika kuna nyakati ambazo tutapata mazuri, tutaona mazuri yanakuja katika maisha yetu, lakini haya mazuri huenda sio sahihi, na huenda hayajapita katika njia sahihi ya Bwana. Haya ni ya kuyakimbia kama ukoma. Na Mungu anatusia kwamba njia sahihi ya kupata raha ni njia sahihi ambayo yeye ameieleza, na ni ya kufuata maelekezo yake. Musa aliona haitakuwa na furaha kujikita katika raha za kifalme na kupoteza muda wake katika ufalme, na kupoteza raha ambayo angeirithi, raha ya uzima wa milele ambayo alikuwa amefundishwa kila siku na mama yake. Kuna nyakati ambazo itabidi ufikie kufanya maamuzi magumu ili uweze kutimiza matazamio au mategemeo ya Mungu katika maisha yako, kama Musa alivyofanya. Lesoni hii ni nzuri sana. Kwa hiyo ni kusii kwa huruma zake Bwana, ungana nasi kila wiki hapa katika Toast TV Network, na tutakuwa tukileta ufupisho wa kile chote ambacho tungeweza kukijadili katika juma zima, japo kinaganaga. Mungu akusaidie na akuwezeshe kujikita na kuendelea kudumu katika Toast TV Network mpaka wakati mwingine. Huu ndio mwisho wa somo letu, na kabla hatujamaliza kabisa, hebu tupate ombi. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Tunakushukuru kwa kutupatia huu wasaa ambao tumejifunza neno lako na tumesikia kile ambacho unahitaji tujifunze katika juma hili. Fungua akili zetu, tusaidie tujifunze kuzingatia muda wako sahihi, yani wakati wako sahihi. Baba, tuko tayari kukusikiliza na tuko tayari kuendelea kuwa pamoja na maongozi yako kama Musa alivyoamua, katika jina la Yesu Kristo. Amina.